ni jambo muhimu mno, na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe 23 hiyo, baada ya kufanya dua kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume, tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo ndio ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar. Hii siku ya tarehe 22 ya uzinduzi tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma pamoja na gari kubwa la matanga. Yani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe 22. Baada ya kusema hayo, nina imani na matumaini ya kwamba sijasahau kitu. Kama kuna swali mtaniuliza, lakini kwa sasa nimpe nafasi ndugu yangu kutoka Azania Bank ambao wao ndio wadhamini wetu rasmi kwenye finali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Boss bwana, karibu. Habari za saizi wanahabari. Mimi naitwa Jackson Lohai, ni msimamizi wa kitengo kinachoangalia matawi pamoja na biashara rejareja katika benki yetu ya Azania. Kwanza nitambulishe Azania kwamba ni benki yetu ya kizawa, benki ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 30 sasa, na ambayo inapatikana sehemu mbalimbali nchini, ikiwamo Zanzibar ambako tunakwenda kucheza au tunakwenda kushuhudia mchezo wa raundi ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba na RS Berkane. Kama alivyosema msemaji hapa, sisi ni wadhamini katika pambano hili na tumetoa mchango kwa ajili ya kuwezesha au kuisaidia Simba katika sehemu ya maandalizi kuelekea katika mchezo huu muhimu sana kwa Simba, lakini pia kwa taifa la Tanzania kwa ujumla. Hii tumeamua kufanya hivi kama kuonyesha support au kuonyesha kuunga kwetu mkono juhudi za serikali pamoja na taifa kwa ujumla katika kuendeleza michezo nchini, na hususan mchezo wa soka ambao kwa kiasi kikubwa umekuwa ukitubeba au ukituonyesha katika sura ya dunia. Katika miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia timu zetu hizi kubwa zikishiriki katika michuano ya kimataifa, klabu bingwa back to back, lakini tumekuwa na ushiriki pia katika kombe la shirikisho. Mwaka juzi kuna timu yetu moja ya Tanzania ilishiriki finali, na mwaka huu pia tuna timu nyingine, Simba Sports Club, imefikia hatua ya finali. Kwa hiyo tukasema nasi kama Watanzania wazawa tuonyeshe uzalendo wetu katika kuiunga mkono juhudi serikali katika kukuza michezo, kwani tunapofanya hivyo tunaisaidia. Tunaona jinsi gani tumepanda katika ranking za CAF kitaifa, lakini hata vilabu vyetu vimeonyesha juhudi na vimepanda. Specifically Simba nafikiri sasa hivi kuna nafasi ya 4 katika ranking za CAF. Hii sio ndogo. Kwa hiyo nasi tumeona ni vizuri tukaunga mkono hilo. Tunapofanya hivyo pia au tunapofikia mafanikio hayo, nchi yetu inaonekana zaidi na tunaweza kuivutia zaidi katika swala la utalii. Tumeona pia juhudi zinazofanywa na TFF ambapo tumeweza kuona kuna mafanikio pia makubwa katika timu zetu za vijana na timu za wanawake katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Basi tunawakaribisha wote, kama ambavyo msemaji hapa ametoka kuzungumza, ameeleza utaratibu wa kushiriki. Ninaamini wengi tutajitahidi tuweze kwa uwezo wetu kwenda kushiriki na kuonyesha support yetu kwa Simba Sports Club. Sisi kama Azania Bank pia tunawakaribisha mtufuatilie katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram
pamoja na X, ili muweze kuona ni nini ambacho au ni vitu gani ambavyo tumeandaa katika kuhanikiza zaidi au katika kuhamasisha zaidi kuelekea au kuchochea katika ushindi wa Simba katika mchezo huo. Nimalizie kwa kusema karibuni sana Azania Bank, muweze kupata huduma zilizo bora, lakini pia kupata bidhaa zilizo bora zaidi. Karibuni sana, na msemaji, niwatakie kila laheri. Tunaamini kwamba tutakwenda kuchukua mwani. Asanteni sana. Nashukuru sana kaka, na technically Azania mtakuwa mmeingia kwenye historia ya kushirikiana na Simba kwenye kuchukua ubingwa. Yaani miaka mingi baadaye, wakati tunazungumzia ubingwa wa Simba wa 2025, Azania pia atakuwa anatajwa humo ndani yake kwamba ameshiriki kuisaidia Simba kuipa ubingwa. Ndugu zanguni, kabla sijaruhusu maswali, mmeshakata matangazo Azam? Bado tupo live Kwa tuendelee kujimwaya mwaya. Ndio raha ya Azam TV. Technically ni TV yetu ya Azam TV. Simba na Azam ni. Ndugu zanguni, kwenye wakati tunatangaza mechi mwanzoni tuliweka wazi sare yetu ya kuvaa siku ya mechi. Msimamo wetu na baki ni ule ule. Kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Tunasisitiza tena, kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Na hili ningependa kuwakumbusha tena zaidi wa Zanzibar. Usije na jezi yako ya timu ya taifa. Njoo na jezi ya njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza, ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi 15,000 ni chache mno kwa mechi ya fainali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wana Simba tupate tahfifu ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei. Acheni bei ile ile, ili wana Simba waweze kuafford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wana Simba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii. Wana Simba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate unafuu wa kwenda kumuona mnyama anachukua ubingwa wa Afrika. Na ndugu zanguni, niwaambie, mwaka huu tumeingia fainali. Haitajirudia tena kama mwaka 93. Yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu. Kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu. Kwa miaka 7 mfululizo tukawa tu tunacheza robo fainali, na kwenye fainali tunataka hivyo hivyo. Kila mwaka tuwe tunacheza robo, tuwe tunacheza nusu, tuwe kumradhi. Nani ananichezea huyo? Kila mwaka tuwe tunacheza fainali.
na hilo linaweze, mnaweze msiniamini hivi sasa, lakini tulivyoingia robo finali ya kwanza mkasema fluke, mwaka huu Simba atoboi, mwaka uliofuata Simba kaingia tena robo finali, na baada hapo ikawa ni robo finali mpaka hivi sasa, na sasa tumeingia finali. Tukitoka hapa, kituo kinachofuata mwakani tukiwa hai ni finali tena, mwaka unaokuja ni finali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset Simba Sports Club. Sasa nipokee maswali ndugu zanguni, tupate manne hivi, baada hapo tuagane. Kwa majina naitwa Ali Thabit.